Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Muinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Ikiwa ni Juni 22, tunabarikiwa tunapofundisha wengine. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Mithali 11 mstari wa 25. Tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema, tunapokwenda kuyatafakari maandiko yako. Kuwa pamoja nasi na utuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo, amina. Mafundisho ya Kristo yalikuwa udhihirisho wa kusadiki na uzoefu, na wale wanaojifunza kwake wanakuwa walimu kwa kufuata mfano wa Mungu. Neno la Mungu likisemwa na mtu ambaye ametakaswa kwalo, huwa na uwezo wa kuleta uzima na huingia katika roho za watu. Mtu akilipokea neno kwa upendo, atalidhihirisha hilo katika mwenendo wake na sauti yake. Ataeneza kile ambacho yeye mwenyewe amesikia, ameona na kugusa kuhusu neno la uzima, ili kwamba wengine wapate kuwa na ushirika pamoja naye kwa kumjua Kristo. Ushuhuda wake kutoka kwenye midomo iliyoguswa na kala moto kutoka madhabahuni ni ukweli kutoka katika moyo ulio tayari kupokea na hufanya kazi ya kutakasa tabia. Na yeye anayetafuta kusambaza nuru kwa wengine, yeye mwenyewe atabarikiwa. Yatakuwako manyunyu ya baraka. Anyweshaye atanyweshwa mwenyewe. Mungu anaweza kutimiza kusudi lake la kuwaokoa wenye dhambi bila msaada wetu. Lakini ili tuweze kukuza tabia kama ya Kristo, tunapaswa kushiriki katika kazi yake. Ili kusudi tuingie katika furaha ya utukufu wa Kristo, furaha ya kuona waliookoka kwa damu yake, inatulazimu tushirikiane naye katika kazi yake kwa ajili ya wokovu wao. Ungamo la imani la Nathanaeli lilikuwa katika masikio ya Yesu sawa na wimbo mtamu, na akajibu na kumwambia, kwa sababu nilikuambia kuwa nilikuona chini ya mti, unaamini? Utaona mambo makuu kuliko haya. Mwokozi alitazamia kwa furaha kazi yake ya kuhubiri habari njema ya wokovu. Aliwaganga waliovunjika na kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao kutoka kwa Shetani. Kwa kufikiri juu ya baraka za thamani alizowaletea wanadamu, Yesu akaongeza tena, amin, amin, na kuambia, tangu sasa utaona mbingu zikifunguka, malaika wa Mungu wakipanda na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Hapa Kristo alikuwa akisema kuwa kando ya Yordani mbingu zilifunguka, Roho akashuka juu yangu kama hua. Tukio hilo lilikuwa ni ishara kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Lakini ukiniamini, imani yako itaimarishwa. Utaona kuwa mbingu zimefunguka wala hazitafungwa. Nimezifungua kwa ajili yako. Malaika wa Mungu wanashuka wakichukua maombi ya wahitaji na wenye dhiki kwa Baba, na kushuka kuleta tumaini na shime na uzima kwa wanadamu. Malaika wa Mungu daima wanapita kutoka duniani kwenda mbinguni na kutoka mbinguni kwenda duniani. Kwa njia hiyo, Kristo ni njia ya mawasiliano kati ya wanadamu na Mungu, na Mungu na wanadamu. Utasoma Tumaini la Vizazi Vyote sehemu ya kwanza, ukurasa 120 hadi 121. Huu ni mwisho wa somo letu la Juni 22. Tunabarikiwa tunapofundisha wengine. Tuombe.
Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako, tufanye kuwa nuru na taa kwa wengine. Tuwafundishe yale maandiko yako kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yuaja.